Mpendwa mtazamaji, siku ya Ijumaa ndani ya oktava ya Pasaka, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tunalipata katika Injili ya Yohane sura ya 21 aya ya kwanza hadi ya 14. Injili hii inazungumza hatua ya Yesu aliyoamua kujidhihirisha tena kwa wanafunzi wake katika bahari ya Tiberia. Kwa nini aliamua kujidhihirisha? Mitume, hasa tukianza na mtume Petro aliyekuwa ni kiongozi wao, baada ya Yesu kuweza kufufuka, aliwatokea wale akina mama na akawaambia, nendeni mkawaambie wanafunzi wangu kwamba niko hai, waende Galilaya, ndiko watakaweza kunikuta. Usisahau wakati huo huo huyu Petro alikuwa ameshamkana Yesu. Alikimbia pia chini ya msalaba, hakuwepo chini ya msalaba wakati Yesu anakufa siku ile ya Ijumaa Kuu. Baadhi ya watu wakamwambia Petro, sikiliza, Yesu akiwa pale juu ya msalaba alimkabidhi mama yake mzazi kwa huyu mtume ambaye alikuwa amempenda Yohane, ambaye alikuwa ni mdogo, na akamwambia pia Yohane kwamba mtazame mama yako. Baada ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, hakumwendea Yesu, hakuenda moja kwa moja kwa Petro aliyekuwa ni kiongozi. Anafanya hatua nyingine kubwa zaidi, anawatokea wanawake. Kwa hiyo wanawake ndio wakaanza kumpelekea habari Petro kwamba Yesu amefufuka. Hata Petro alipokimbia kwenda kaburini hakumuona Yesu, alikuta kaburi liko tupu. Anarudi nyumbani, wakina mama wanamwambia kwamba tumekutana na Bwana. Akaingia katika mashaka, kwa nini Yesu hanitokei tena? Na hata jioni yake alipowakuta wakiwa wamejifungia ndani, hakuweza kumsomesha Petro kwamba Petro, habari yako. Wataalamu wa maandiko mbalimbali wanasema Petro alikata tamaa, akajua nafasi yangu imeondolewa. Ndipo walipofika kule Galilaya katika lile ziwa Tiberia, akasema naenda kuvua samaki. Kwa kitendo cha kuweza kurudi katika ile kazi ya kuweza kuvua samaki ambayo Yesu katika Injili ya Luka sura ya 5 na kuendelea alimkataza, akasema kuanzia sasa hutakuwa unavua samaki, utakuwa unavua watu. Manake alirudi nyuma katika utumishi wake. Tunajifunza kitu gani? Maanguko katika dhambi kwa mtu yoyote yule, kwa kiongozi yote wa kiroho ambaye alikuwa ameweka au alikuwa ni tegemeo kubwa, huwa linamfanya arudi nyuma sana. Na angalia Petro aliposema ninaenda kuvua samaki, na wale wanafunzi wengine 5 wakasema na sisi tunaenda. Anguko la kiongozi yoyote mkubwa wa kiroho linawapelekea watu wengi sana ambao walikuwa wanamfuata, walikuwa wanamwamini, na wenyewe waanguke. Nao wakaingia katika dhambi hiyo, wakaingia katika mkumbo huo wa kwenda kuvua samaki. Tuwaombee sana viongozi wa kiroho. Mashambulizi ya adui shetani ni makubwa sana juu yao, na wao ndio wako pale kuweza kutudhihirisha kwamba Mwenyezi Mungu anatupenda, na wao wako pale kuweza kutufundisha yale mafundisho yote ambayo tunapaswa kuweza kumjua Kristo. Ila kuna nyakati nyingine wanajikuta wanaanguka, na wakianguka wanakosa ile nguvu, wanarudia maisha ya zamani. Alikuwa mbele sana kiroho, anarudia maisha ya zamani, anaanza kuvua samaki ili aweze kupata faraja, kwa sababu hana tumaini tena. Na anguko lake watu wengi wanamfuata. Wakiwa katika zoezi hilo la kuweza kuvua samaki katika lile ziwa Tiberia, ambalo zamani ni ziwa ambalo lilimpatia samaki wengi sana Petro, lilimfanya akiwa katika yale maeneo ya Kapernaum ajulikane kwa ajili ya kazi ya uvuvi. Usiku huo ziwa lilikataa, halikuwapatia samaki. Maana yake nini? Tunapoacha kazi ya Mwenyezi Mungu ile aliyokuwa ametupatia tuweze kuifanya, ukiacha wito wa Mwenyezi Mungu ule aliyokuwa amekupatia uweze kufanya, yaani Mwenyezi Mungu alikuleta kwa kazi maalum, ukaenda kufanya kazi ambayo si wito wa Mwenyezi Mungu, uumbaji unakukataa. Uumbaji hauwezi ukakupatia kile unachokitaji. Ziwa
lilikataa kuweza kutoa samaki kwa ajili ya Petro, na ziwa pia likakataa kutoa samaki kwa ajili ya wale wengine wote waliokuwepo pale. Na baadaye mtamsikia pia Petro, ili kuhakikisha kwamba anavua samaki, ilibidi pia avue nguo. Lakini katika juhudi zote alizokuwa amezifanya, ziwa halikuweza kutoa samaki. Unaweza ukaingia kuishi maisha na mtu ambaye yeye ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu, na alikataa utumishi wa Mwenyezi Mungu, akarudi kwenda kuvua samaki. Ni ukweli usiopingika kwamba uumbaji unagoma. Hamwezi kufikia yale malengo ambayo mko nayo, kwa sababu uko na mtu ambaye aliacha kazi ya Mwenyezi Mungu, amerudi kuvua samaki, ameacha kondoo, ameacha kusudi ambalo alikuwa ameitiwa. Yesu anawaonea huruma katika kuangika kwao, katika utupu wao. Anawaendea, anafika pale, anawauliza, wanangu, mna kitoweo? Lugha imebadilika kwamba hawa ni watoto, yeye ni baba. Anawauliza, wanangu, mna kitoweo? Wakasema hapana. Basi akawaambia, zitupeni nyavu zenu upande wa kuume. Ndipo maandiko yanazungumza kwamba wakapata samaki wengi ajabu. Na walipopata wale samaki wengi ajabu, ndipo mmoja kati ya wale wanafunzi ambao Yesu alikuwa amempenda akasema, huyu ni Bwana, akasema ni Yesu. Aliposema kwamba ni Yesu, ndipo Petro akajifunga vazi lake, kwa sababu alikuwa uchi, akajitupa baharini, akamwendea Yesu hadi mahali alipokuwepo. Na Yesu alipofika pale, akawaambia, karibuni muweze kufungua kinywa. Akawaambia, kwa sababu ya njaa zenu zimewapelekea mkaacha kazi ile ya kunishuhudia, mmerudi huku. Akawapatia chakula. Maana yake nini? Hadi katika maanguko yetu ya kukata tamaa na kurudi nyuma, tukaacha kazi ya Mwenyezi Mungu, Yesu bado huwa anatupatia chakula. Na baadaye pia kwa neno lake anatupatia kile tunachokihitaji. Na baadaye tutamsikia Yesu akiwa anamuuliza maswali huyu Simoni Petro. Tumwombe Mwenyezi Mungu sana katika nyakati hizi ngumu za kukata tamaa, ugumu wa maisha. Tunaacha kusudi la Mwenyezi Mungu, tunarudi katika kazi ambazo tulikuwa tumekatazwa tusizifanye, na matokeo yake hatupati kitu chochote kile. Ila tumshukuru Bwana wetu Yesu Kristo kwamba anatujia katika maanguko yetu, na yeye anatupatia chakula katika udhaifu wetu. Na Mwenyezi Mungu mwenye huruma anayetujia katika maanguko yetu atubariki na kutulinda, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.